Leo tarehe 11 mwezi wa kwanza 2026 tumekutana hapa chuo cha mafunzo kwa ajili ya kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye kwa mujibu wa sheria na ya kikatiba amewachia huru wanafunzi 17 katika kuadhimisha sherehe za miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa ujumla leo wanafunzi ambao wameachiwa huru ni 17, 11 wakiwa kutoka Unguja na wanafunzi 6 kutoka Pemba. Kati ya hao 11 kutoka Unguja yumo mmoja mwanamke, lakini vile tunao wanafunzi 3 ambao ni raia wa kigeni. Kwa hiyo wanafunzi hawa kwa mujibu wa taratibu na kanuni tutawaachia leo hii muda huu asubuhi, na muda mfupi kutoka hapa tutawaruhusu kuendelea na shughuli zao mitaani. Ingawa kwa utaratibu tu tunapaswa tuwaambie maneno mawili matatu ya kutoka nayo hapa. Moja, tunawapa ushauri kwamba waende wakaishi na jamii kwa tabia njema, kwa murwa, lakini pia kwa kutoleta bugudha na shida. Lakini zaidi wajiepushe na yale ambayo waliwaleta ndani, kwa maana wasirudie makosa waliyotenda, lakini pia wasifanye makosa mapya. Lakini vile tuiase jamii au tuiombe jamii iwapokee, kwa sababu sasa hivi hawa si wahalifu tena, ni watu ambao wameshapata mafunzo ya kuishi na jamii, wameshapata uelewa, wameshakuwa watu wema kabisa. Kwa hiyo wasiwatenge na kuwatupa, kwa sababu wakiwatenga na kuwatupa wanaweza kurudia tena kwenye makosa. Sasa tubakia vile kama mzunguko tu, leo nje kesho ndani. Kwa hiyo wawapokee, wawasaidie, lakini wawe nao pamoja kama raia wema ambao wameshafunzwa na wataishi kwa tabia njema na wataishi katika kutekeleza majukumu yao kihalali, wapate kipato. Jina naitwa Heri Kombo Hamadi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kunifikisha siku ya leo na kupata msamaha, na siku ya leo sitosahau katika maisha yangu, kwani naona kama nimezaliwa upya. Namshukuru kamishna chuo cha mafunzo kwa kunipendekeza na kupata msamaha kutokana kwa Mheshimiwa Rais. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kwa kunipa msamaha huu. Najisikia faraja sana, kwani nimetengana na familia yangu karibuni miaka 26. Kwa maana leo narejea nyumbani, nashukuru sana tena sana. Namshukuru sana Rais wa Zanzibar kwa kunipatia msamaha huu. Nitegemee maisha mazuri kutoka kwangu, kwa mfano kwa wengine kwenda kuwapa nasaha huko nje, ili waache matatizo, kutumia madawa kulevya, kwani yanaharibu akili, yanakupa kufanya makosa so tegemea. Nashukuru sana kwa hilo. Naitwa Salama Muhammad, natokea Shinyanga kwa Kahama. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoa msamaha huu, na mimi nimepata bahati hiyo ya kupata msamaha kwenda uraiani. Pia nashukuru chuo cha mafunzo kukaa nao vizuri kwa kunilea mpaka hapa napofikia, na nashukuru pia chuo cha mafunzo hiko kwa sababu nimejifunza vitu vingi. Nilikuwa sina fani yoyote, lakini nashukuru nimejifunza fani ya kushona, fani ya kufuma vikapu. Kwa hiyo nashukuru sana, na pia naomba jamii inipokee, maana nishakuwa raia mwema, nimejifunza. Na pia nashukuru sana Mheshimiwa Rais na chuo cha mafunzo. Mimi naitwa Riziki Abdi, na yule ni shemegi yangu, ndugu na mume wangu, mama mmoja baba mmoja. Alikuwa ndani miaka 26. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunamshukuru na rais wetu, tunashukuru na wote hao magereza. Alhamdulillah, kusema la kweli.